Akimaliza kusoma tunampigia nini? Vizuri sana. Walimu mngesogea hapa. Tunaomba yule ambaye ameandaliwa kwa shairi namba 1 asogee mahali hapa. Shairi namba 1, changamka, changamka, tunakusubiri sana, changamka. Tumpige makofi bado, tumpige makofi. Tumpige makofi. Tumpige makofi. Amen, amen. Asante sana, usiogope. Asante sana. Tunaendelea na mashairi. Ningeomba pia mkae chini. Mkae chini. Ulisabu kujitambulisha. Aliyesimama hapa anaitwa Usiogope Niite John Kaseruka na Utawafika. Namba mbili, karibu sana, namba mbili. Asante sana. Tupige makofi. Usiogope. Tunashukuru sana kijana, Mungu akubariki sana. Tunamkaribisha atake kusomea shairi namba 3. Shairi namba 3, karibu, karibu. Karibu, karibu. Piga makofi kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa Yesu. Wazima nyumbani. Asante sana. Wafuatao ni wachungaji na walimu wa kanisa letu. 1. Wachungaji. Wa kwanza, Malelo Balo mchungaji kiongozi. Wa pili, Bange Kisese Danieli mchungaji makamu. Wa 3, Pongo Takilo Nore. Wa 4, Ekuela kwa Bibe Ndame. 2, walimu. Wa kwanza, Kakeni Ngumoya. Wa pili, Nyota Mafuta. Wa 3, Jume Bengela. Wa 4, Mwasi Mshome. Wa 5, Tulwa Misi. Wazee hawa wanafanya kazi kwa pamoja kwa kushirikiana bila kubaguana. Hasa hawa wanaojitabisha kwa neno. Imeandikwa zamani.
3 Jume Dengela, 4 Lwasi Mushombe, 5 Tundu Hamisi. Wazee hawa wanafanya kazi kwa pamoja kwa kushirikiana bila kubaguana. Wazee watawalao vyema na waheshimiwe daima, hasa wao wanaojitabisha kwa neno. Imeandikwa katika Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Shairi limeandaliwa na Mwalimu Doni Kaserula Mafuta. Imesoma na bila letei je, Mungu awabariki. Kama wampenda Yesu sema amen. Usiogope. Karibu namba 4, karibu sana. Mpige makofi kwanza. Baada kazuri sana hapa. Ukifanyia mambo mazuri sana. Karibu sana. Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Lusana Fidi na kipindi cha Esther kwa 22. Nasoma shairi inahusu upendo. Mungu ni upendo wa kweli. Alitupenda kwanza sisi akatupa Yesu mwana wake ili atuokoe kwa dhambi zetu. Upendo hauchuki wala hasira. Upendo husamehe makosa. Upendo huleta furaha kwa wote. Tunaonyesha Mungu yuko kwetu, maana upendo ni amri kuu iliyotupa Mwokozi wetu. Usimchukie mwenzio hata kama umekosea, kama Paulo anaposema alifundisha upendo mmoja. Ukipenda kwa moyo mmoja utamuona Mungu yuko karibu nawe. Shairi hili limeandaliwa na Mwalimu Kalebo Ndoana. Nasema neno Misana bila sauti sana. Mpige makofi. Asante sana. Mmesoma vizuri sana. Karibu namba 5, karibu. Piga makofi. Amependeza. Ndio. Usiwe na wivu bwana, amependeza. Karibu. Kuna wale ambao wanawili hataki wale wenzao wakifanya vizuri mpongeze. Tunaendelea na mashairi. Namba 7 ni 6. Samahani sana. Namba 6, karibu sana. Namba 6, karibu sana. Mpige makofi. Alafu wako mwenye piga makofi. Asante sana. Karibu dada. Bwana Yesu asifiwe. Asante tena. Majina naitwa Tambo Maniacha na shiriki fedha na 4. Nasoma shairi. Wazazi wetu, enyi wazazi wetu, tata mbele zenu kwa
heshimu baba yako na mama yako. Amri mwenye haki. Shairi imeandaliwa na Mwalimu John Kaselula mafuta lesoma na kutakumbaliasha sakosa. Tunapiga makofi kwa ajili ya utukufu wa Yesu Kristo. Mnajua hivyo? Wewe unapiga makofi na unajua. Tunakaribisha namba 8. Saba. Namkia sana. Namba 7 karibu. Namba 7 karibu. Karibu kabisa namba 7. Karibu. Heshima ni nguo bora kuliwa na kila mtu. Umletea mtu heshima bora na kumpa hadhi yake ya juu sana. Ukiheshimu wazazi na vijana utapendwa na wote kazani. Ukimpa mtu heshima bora utakuwa na ushawishi hapa duniani. Maneno matamu ni silaha njema kutoka Mungu. Heshima si mali wala si cheo, bali ni tabia njema kutoka Mungu. Ukiheshimu unaweza ukaheshimiwa hata na adui. Tujifunze kuheshimu wote, wadogo wakubwa, kwa njia zote, maana mtaishi maisha yenye amani na furaha bora hapa duniani. Shairi imeandaliwa na Mwalimu John Kaselula mafuta lesoma na Umeenda kufanya vizuri. Namba 8. Karibu. Changamka. Piga makofi kwanza. Kama wamsema Yesu sema amen. Petro wa Simoni kupita juu ya maji wakati alipozama. Nishike mkono Bwana. Kuna wenzetu waliokufa bila sisi hatuwashindi chochote, bali pia kuna wengine wamepata majanga mengi bila sisi umetuokoa. Umewalinda wazazi wetu, umewalinda wachungaji, umewalinda walimu, umewalinda waimbaji na waumini pia. Mungu zidi vitu vingi. Shairi imeandaliwa na Mwalimu Ndani Bineso Egei Isma Oji. Imesema na mshukuru sasa kanisa. Asante sana. Tunaendelea. Shairi namba 9, karibu sana. Atakayesema namba 9 akaribie hapa. Changamka bwana, changamka, mida inaenda. Karibu. Kumbukeni sheria za Bwana. Wanadamu wamezaliwa na mwanamke. Siku zote za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu, yeye hutanua kama jioni. Kisha upepo hukimbia kama kivuli, wala hakai tangu kitakuwa Bwana. Kuna vitu 7 anavyovichukia Bwana. Ya kwanza, macho ya kiburi; ya pili, ulimi wa uongo; ya tatu, mikono ambayo damu si na hatia, yaani moyo wazaa mawazo mabaya; ya 5, Changamka bwana.
Sawa, uko sawa. Karibu namba 10. Namba 10 karibu. Dada huyo. Dada huyo. Wanaweza asifiwe. Asifiwe. Majina naitwa Matozi leo na kijiji cha Kane 9/6. Nasoma shule naitwa Manabii wa Uongo. Manabii wa Uongo. Sasa kuna manabii wa uongo. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu wa kali. Yesu alisifu kama kuhusu kama manabii wa uongo. Hawa ni watu wanaopinga neno la Bwana kwa malengo kupata heri. Na wanafanya miujiza ili wawaite watu wazidi kushirikiana nao. Nitawatambua kwa matunda yao. Je, mtu mzima mtabibu katika miiba au dini katika miiba? Mwisho wao ni wapibu. Mungu wao ni tukufu wao pesa yao. Kwa neema ambayo duniani shika vema si kila mtu anaendelea Bwana Bwana tangia katika ufalme wa mbinguni. Bali yeye kwa neema pesa ya Baba yangu aliye mbinguni. Shehu Mandala na mwalimu Joni Kaselula mafuta amesoma nani na machozi. Asanteni. Namba 11 karibu. Kama wampenda Yesu sema amen. Karibu. Tunaomba wazazi wetu kutulea katika misingi ya dini. Tuna changamoto tunayopitia hapo leo kama kutokuwa katika maadili ya Kikristo. Tunapeleka katika maadili mabaya. Wengi wanakuwa walevi, wanakuwa wanatumika vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Kwa kutuepusha na haya zingine wazazi wetu, mkituachilia kufanya hivyo na nyinyi mnatuachilia, mtakuwa mnatusababisha sisi kumwacha Mungu. Tunatakiwa mtulinde na Mungu awalinde. Shahidi wa maneno ya Mungu ni kweli. Masomo yanayoshika maandiko zikoni. Tunamkaribisha atake kusomea shairi namba 12. Mpige makofi, mpige makofi. Mpige makofi. Karibu sana. Wanaweza asifiwe. Bonjour Philippus. Je vais pas mal Patrice Rubara, j'habite dans le village du camp 1. J'habite dans le village de camp 1, 4-15. Je vais vous réciter un poème qui dit Jean-Baptiste le Saint-Esprit. C'est notre petit de l'église du prophète Esaïe. J'enverrai mon messager du matin, il préparera le chemin. Orientez la voie de petit qui est dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Jean-Paris, il baptisait dans le désert. Et voici le messager qu'il proclamait après. Moi, j'ai vu quelqu'un qui est plus puissant que lui. Moi, je baptisais dans l'eau, mais lui, il baptisait dans le Saint-Esprit. Ce poème a été préparé par John Lucas, lui, la Marthe. Vizuri sana kabisa. Asante sana. Mpige makofi. Kama wampenda Yesu sema amen. Kama wampenda Yesu tika kidogo. Kama wampenda Yesu tika kidogo. Kama wampenda Yesu tika kidogo. Amen, amen. Karibu. Atani kusomea shairi namba 13. Karibu. Ngoja nipendeza. Karibu. I'm reading the Christian Bible. I want to read Jesus every day. He helped me to choose a good way. I share and try to pray. In
24. Karibu, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi. Asante sana, karibu. Bonjour mes amis. Je m'appelle Juma Kakilwa, j'habite dans le village de Belbi, 12 à 16. J'ai répété un thème qui s'appelle le recensement. À cet temps-là, l'empereur Auguste publiait le commandement qui ordonne le recensement de tous les habitants de l'Empire. Tout le monde allait se faire recenser chacun dans sa localité d'origine. C'est ainsi que Joseph fut aussi parti de Nazareth et rentré de la Galilée entouré de la Bethléem, la ville de David. Joseph s'y venait pour se faire recenser avec moi. Un jour, il y a deux personnes qui entrent dans l'église sans doute se faire recenser. Recensement pour que Dieu vous connaisse. Ça peut être préparé par John Gasselma. Amefunga kabisa, amehitimisha zoezi la mashairi, na hapa mwisho alisema bonne fête de Noël. Maana yake anawatakia sikukuu njema ya kuzaliwa kwa nani? Kuzaliwa kwa nani? Sasa tunashukuru sana kwa usikilivu mwema. Najua yale shairi ya kwanza hadi ile ya mwisho mmesikia, lakini kwenye mashairi yako kulikuwa na mafundisho. Haikuwa tu michezo, bali kulikuwa na nini? Na mafundisho. Kwa hiyo yale mafundisho ambayo tuliyapata mule yatujenge kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana.